Baadhi ya wanachama wa umoja wa waendesha bajaji, bodaboda na wajasiriamali jijini Dar es Salaam wametangaza kutoshiriki kwa namna yoyote ile kufanya vurugu siku ya Aprili 24 mwaka huu 2025 mahakama ya Kisutu, ambapo kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inatarajiwa kusikilizwa. Akizungumza katika mkutano uliofanyika ukumbi wa halmashauri ya Ilala, mwenyekiti wa shirikisho la maofisa usafirishaji nchini, Saidi Kagomba, amethibitisha kuwa amepata taarifa za maandamano kupitia vyombo vya habari, lakini hawatashiriki. Ametoa wito kwa jeshi la polisi kuhakikisha amani inadumishwa. Naye makamu mwenyekiti wa wajasiriamali wadogo nchini, Steven Lusinde, amesema wanachama wao wameamua kutumia siku hiyo kwa shughuli za kiuchumi badala ya kushiriki maandamano. Kama tulivyosikia kupitia vyombo vya habari kwamba siku ya tarehe 24 madereva wa bodaboda na bajaji tuweze kujitokeza kwa wingi kwenda kuhudhuria katika hayo maandamano ya kuelekea huko mahakamani. Lakini itambulike katika hayo mazingira ambayo wanasema tuweze kuyahudhuria, sisi moja madereva usafirishaji tulishakuwa tuna shida hapa ya kuingia mjini. Tulipata tabu sana, lakini hatujawahi kuona hata siku moja kwamba hicho chama ambacho kinatuhitaji leo na kuona umuhimu wetu tukaweza tukashirikiana nacho. Lakini leo tumepewa uhuru wetu mkubwa. Tunafanya kazi mahala popote, tunaweka vituo mahala popote na tunabeba abiria kuelekea naye mahala popote. Kwa hiyo tuseme tu kwa kupitia tangazo lao la makao wao mwenyekiti kwamba kusema sisi waendesha bodaboda na bajaji tuhusike katika hayo maandamano. Moja, sisi na kuwataka madereva wangu wote wa mkoa wa Dar es Salaam na hata wa nchi nzima hatutahusika katika swala hilo la maandamano ya siku ya tarehe 24. Lakini lingine lazima lieleweke. Mheshimiwa Rais alishatoa maliziano ya kisiasa. Kwa hiyo kama wao wana mambo yao ya kisiasa, wakutane na Mheshimiwa Rais, waweze wakae, wajadiliane, mwisho wa siku tuweze kuishi. Kwa sababu naamini na tunaamini na tunatumaini kwamba nchi yetu ni nchi ya amani, nchi yetu ni nchi ya uhuru. Kwa hiyo leo hii tuna watoto wetu wako mashuleni, tuna wazee wetu tumewacha majumbani, tuna mama zetu ambao wazee, tuna wake zetu ambao wanafanya biashara mbalimbali. Sasa leo tutakapokwenda katika maandamano na uvunjifu wa amani wa nchi yetu, ili jambo kwetu litakuwa sio sahihi. Chama cha Chadema juzi walitutaja kwamba tuwe sehemu ya maandamano tarehe 24. Sisi machinga kwenye kundi letu, lakini wakatajwa ndugu zetu ambao huaga tunaamini kwamba sisi baba mmoja mama mmoja bodaboda na ndugu zetu wenye ulemavu. Sasa sisi kama machinga tumejitokeza hadharani kwanza kukataa kata maandamano ambayo yatafanyika na kikundi chochote na taasisi yoyote. Maandamano hayo kama yapo kinyume na utaratibu na sheria za nchi yetu. Lakini swala la pili, tumesikia kwamba kuna baadhi ya maeneo yetu ambayo tunafanyia biashara watakuja kufanya mikutano. Sisi tuombe jeshi la polisi, kama wamewaruhusu wao kufanya mikutano yao, basi watafute maeneo ya wazi waende wakafanye hiyo mikutano yao, lakini sio sehemu zetu za kufanyia biashara. Tumesikia wanasema watakuja Kariakoo kufanya mkutano. Sisi tunasema tunawaomba mamlaka wawatafutie maeneo ya kuenda kufanyia mikutano. Na katika hili sisi tuwaombe jeshi la polisi, lakini na mkuu wetu wa nchi. Nchi yetu ni ya amani. Sisi tunatamani tuendelee kufanya shughuli zetu zile za kila siku ili tuweze kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia tuwaombe na hao ambao wamefika mahala sasa wamekuwa wakitutaja kwa jina, sasa hatujajua uzuri wa sisi wa kesho kutwa kutuelekeza kwenye hayo maandamano, na wakati kipindi cha nyuma kuna mwanachadema mmoja alishasema bodaboda ni laana. Sasa huu uzuri wa leo ili twende tukawasapoti hatujajua unatoka wapi. Kuna chama cha upinzani, chama cha siasa cha Chadema ambacho kinahitaji kuja kufanya mikutano yao ya kuhamasisha kufanya maandamano kwenye eneo letu la kufanyia biashara Kariakoo. Labda nitake kuwaambia kitu kimoja. Kariakoo imejaa. Kariakoo hatuna viwanja vya kufanyia mikutano. Kariakoo tuna maeneo ambayo sisi wajasiriamali wadogo
tunayatumia kwa ajili ya kutafuta riziki ya watoto wetu. Labda kuna jambo ambalo vyama vya siasa huwa wanakariri huko nyuma. Miaka ya zamani wao walikuwa wanatutumia sisi wamachinga kwenye maandamano yao, jambo ambalo serikali ya sasa hivi, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, imeweza kutubeba sisi kwa 100%. Sisi hatuwezi tena kutoka barabarani tukaandamana kupitia vyama vyovyote vya siasa. Kwa hiyo tuwaambie wasithubutu na wasifikiria kwamba wamachinga wanaweza wakaacha kufanya shughuli zao za kutafuta riziki barabarani na kuunga mkono maandamano yao. Hayo yatakuwa kwao ni kazi bure kwetu. Niwahakikishie, lakini pia niwaombe na niwaase wamachinga wangu, asithubutu na wala asitokee mtu yeyote kwenda kuunga maandamano siku hiyo watakayoamua wao kufanya maandamano. Mkiamka asubuhi kutoka majumbani kwenu kama ilivyo ada, muje kuja kufungua biashara zenu na kufanya shughuli zenu kama kawaida.